Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naitwa Richard Simon Mabenga, ni diwani wa kata ya Igurwa iliyoko mjini Ushirombo, wilaya ya Bukombe. Hapa tuko Kerezia, ni kati ya vitongoji vitano vinavyounda kata yetu ya Igurwa. Kata hii ina vitongoji vitano, ina wakazi 21,800 ndio walioko mahali hapa. Hawa wananchi walioko hapa sana shughuli zao ni uchimbaji wa madini, kilimo, ikiwa pamoja na biashara. Hapa tuko Kerezia, ambao ni eneo la uchimbaji. Eneo hili la uchimbaji limeanza muda mrefu, miaka ya 90. Kabla ya wilaya hii ya Bukombe, hapa palikuwa na mgodi, watu walikuwa wanachimba. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana tuliyoyaona, na hasa kwenye sekta ya uchimbaji. Ukiangalia kata hii ina kama maeneo matatu yenye uchimbaji, kwa maana ya hapa Kerezia, Buntubili ikiwa pamoja na Lulembela, kwa maana ya Msimila kwenye kata hii. Kwa hiyo wananchi wa hapa sana walio wengi ni wachimbaji. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwenye sekta hii ya uchimbaji, na hasa kwenye kata yetu ya Igurwa watu wanachimba vizuri kwa utaratibu mzuri na hakuna kelele yote, kwa maana ya kwamba Kerezia hatukuwa na umeme, lakini leo tunavyozungumza wananchi wa hapa wana umeme, uchimbaji umerahisika, ni tofauti na walivyokuwa wanatumia mafuta zamani. Kwa hiyo gharama ya uendeshaji imekuwa ni ndogo sana. Kwanza nimwombee kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aendelee kuchapa kazi, na sisi kwa Igurwa tunamuunga mkono pamoja na mbunge wetu wa jimbo kwa kazi nzuri wanazozifanya. Wananchi wa Igurwa hatuna cha kuwauliza leo, isipokuwa kwa yale mapungufu tulionayo. Kazi yangu kama mwakilishi wa wananchi wa Igurwa nitayapeleka kwenye baraza letu la madiwani. Mkuu wa wilaya yupo, kadri linalowezekana tutalitatua, lakini lisipowezekana tutampa mbunge wetu wa jimbo Mheshimiwa Biteko, atalipeleka kwake Mheshimiwa Rais, na kisha haya yaliyobakia sasa waweze kutusaidia, na hasa kwenye miundombinu ya barabara na maeneo mengine machache ambayo hatujayafikishia nishati, pamoja na kwamba vitongoji vyote vina nishati, ziko kaya zingine ambazo hazinaweza. Lakini jingine la gharama ya umeme, mimi niombe tu kama kunawezekana serikali iendelee kushusha namna ya kuingiza umeme. Gharama ya 300,000 ni gharama kubwa sana kwa mwananchi wa kawaida. Alafu hata tubaki kwenye ile bei ya ile 20,000 na ngapi na 7, ili mwananchi wa chini aweze kupeleka mwanga kwenye familia. Wengine wanashindwa kabisa, pamoja kwamba nguzo iko karibu, lakini wanashindwa kuingiza kuingiza umeme. Tunaomba ili Mheshimiwa Rais atusaidie, kama itampendeza na Mwenyezi Mungu ambariki, jambo hili walifanyie kazi, bunge lifanye kazi, sisi baraza la madiwani kwa nafasi yetu, ili tuweze kuwahudumia sasa wananchi hao wakati wa Igurwa. Tunavyozungumza kwa hali iliyoko hapa Kerezia haina tofauti sana na Buntubili. Buntubili ni eneo la uchimbaji na lenyewe lina umeme, lina miundombinu, kuna transformer kubwa zimefungwa pale kwa ajili ya uendeshaji wa mgodi ule. Kwa hiyo sisi tunaiona siku njema kwenye kata yetu kwamba kama tutaendelea na mfumo huu, kwa maana serikali itakusanya mapato yake vizuri, lakini halmashauri ya Bukombe itapata service levy yake vizuri, ikiwa pamoja na serikali za vitongoji kwa ajili ya maendeleo. Tunavyoona hapa, kutoka hapa muda kidogo tu hapa Kerezia ukienda mbele utaona uwekezaji mkubwa unaendelea. Wako watu wameungana na Watanzania kwa ajili ya uchimbaji mkubwa. Watu wa Uchina wako hapa wamejoin na watu wetu na Watanzania wetu wa hapa Igurwa kwa ajili ya kuzalisha na hasa uchimbaji wa kati. Kwa majina tunasema kwamba majina naitwa Bwana Peter Joseph Mburibu. Ni mwenyeji mkazi wa kitongoji cha Kerezia, ni manager wa mgodi huu wa leseni zinajulikana Maduka John and the Party. Kwa mazingira haya tumekuwepo hapa tukiendelea kazi za uchimbaji mdogo mdogo kama wamiliki wa leseni. Tunashirikiana na wachimbaji wawekezaji wa kawaida ambao wanawekeza Duala kwenda Duala jingine, na wawekezaji wa kawaida tu ambao sio kikampuni, lakini tuna uwekezaji ule mdogo mdogo wa kawaida kwa kila mtu na nafasi yake. Kwa hiyo tupo hapa tunaendelea harakati za uchimbaji mdogo mdogo. Huu mgodi ulianza mwaka gani?
Historia ya mgodi huu kwa wastani, ndugu waandishi wa habari, mgodi huu ulivumbuliwa mwaka 1999. Kumbuka kama vile ulikuwa kwenye mwezi wa 3 ndio uvumbuzi wa mgodi huu. Kama utafiti wa kawaida, umeendelea na uchimbaji wa kawaida kama utafiti, lakini hatimaye kupata leseni mwaka 2002 ndio leseni za maduka John & Partners zikawa zimepatikana. Kweli tumeendelea na uchimbaji huu katika changamoto mbalimbali. Kama mnavyojua, asilimia nyingi uchimbaji mdogo mdogo tunakuwa na changamoto ya uchimbaji ambao hauna tija, hasa mazingira rafiki, kwamba ni sehemu gani mwamba ulipo na ni mazingira gani dhahabu inapatikana. Tumekuwa na uchimbaji wa kubahatisha, lakini hatimaye mwamba ulikuja kujitenga na kuonekana mazingira mwamba ulipo. Basi tumemudu kuendesha shughuli hizi, lakini pamoja na changamoto zake mbalimbali, hasa za vitendea kazi duni, vyombo vya uchimbaji ambavyo kwa kweli havikuwa na tija, lakini tuliendesha. Hatima yake 2007 changamoto zilituelemea kwa sababu miundombinu ilikuwa ni hafifu. Tunatumia hizi mashine za kawaida zinazotumia nishati ya mafuta, ambapo gharama yake ilionekana kuwa kubwa kwa sababu kadri tulivyokuwa tukienda chini maji yalikuwa yazidi kuongezeka. Kwa hiyo ilifikia mpaka watu uendeshaji ukawa mgumu, maduara yakashindikana kuyaendesha. Tulisalenda kwa kweli. Mwaka 2007 mgodi ulisimama kabisa, na mgodi wetu umesimama takribani miaka 10 zaidi. Lakini tumeendelea kuiomba serikali kutupa mazingira rafiki, hasa kutusogezea nishati ya umeme. Kwa kweli tunashukuru sana serikali yetu ya Dr. Samia, kilio chetu alitusikia, akiwepo kipindi hicho bado waziri wetu wa nishati na madini Bwana Doto Biteko. 2023 kweli wakawa wametusogezea umeme kuingia kwenye mazingira yetu ya mgodi, ambao sasa imekuja kuleta tija. Sasa tena kuanza uzinduaji mpya mgodi wetu, kuanza kufufua. Nianza 2023 tuanza kuyafufua mashimo ambayo tayari yalikuwa yameshapromoka kwa kukaa muda mrefu bila kuyafanyia kazi. Hatimaye sasa hivi ndio tumeanza kufikia tija ya kwanza kuzalisha, kufikia mwamba ambapo ulikuwa tumeshikia mwanzo kipindi cha mwisho. Hiyo kwanza ndo tunapenda kutoa support ya pongezi kwa mama yetu kwa hiyo awamu ya 6, hasa kuweka miundombinu rafiki, hasa nishati ya umeme katika mazingira ya migodini. Kutusaidia kuendesha kupitia mitaji midogo midogo hii, lakini ufanisi kwa kweli tunauona. Tunajitahidi kufaulu kwa shughuli zetu za uchimbaji mdogo mdogo, kwamba ushauri wetu kwa kweli tunaiomba serikali yetu izidi kututazama kwa mapana sana kama wachimbaji wadogo wadogo, kwani nyenzo tunazotumia kwa kweli zinakuwa ziko katika mazingira ya chini, lakini hata kama tunalazimika kuvipata vitendea kazi hivyo kama vile makompresa, lakini tunapata kwa gharama kubwa. Sasa ili kutufanyia wepesi katika uendeshaji wa shughuli zetu, tunaomba kwa kweli serikali na sisi tu itusogezee huduma ambazo pengine tunaziona wenzetu wa makampuni makubwa wanazitumia na kurahisisha shughuli zao. Pengine sisi ambao zikiwa na kiwango cha gharama ya nafuu, tunaweza kuwa navyo excavator ambazo wanatumia kuchimbua, kupata mwamba katika mazingira ya urahisi. Kwa hiyo tutakuwa na utumiaji wa muda mfupi kwa kiwango kikubwa cha ufanisi. Hiyo inaweza ikaturahisisha sana sisi kutoka katika huduma ya wachimbaji wadogo wadogo kuingia angalau katika wachimbaji wa kati. Mimi kwa majina naitwa Bulinda Teyeka Nkuba, ndiye mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Kerezia ambacho kiko kata ya Igurwa, wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita. Kwa ujumla maendeleo ya hapa, kwanza tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa, ambaye tulikuwa na kilio cha muda mrefu, hatukuwa na shule. Mwaka jana tu mheshimiwa ametuletea fedha na tumefanikiwa kujenga shule ya msingi Kerezia, ambayo tumefanikiwa kujenga vyumba 9 vya madarasa pamoja na jengo la utawala. Vile vile
natoa shukrani vile vile, natoa shukrani kwa mheshimiwa wetu, amekuwa bega kwa bega na wananchi wa kitongoji cha Kerezia, kwa maana ya kwamba anasikiliza kilio chetu, tukimwomba anatusaidia, kama vile hiyo shule nilivyotaja. Changamoto iliyoko hapa ni pamoja na huduma za kiafya ziko mbali, ambapo kutoka hapa inaweza ikawa hata kilomita 5 kufika kwenye huduma za afya. Ombi sasa, nilikuwa naomba tukiwa na zahanati, angalau wananchi wa kitongoji hiki cha Kerezia wakawa wanapata huduma, hususan wanawake na watoto. Tumekuwa na changamoto ya umbali wa kwenda kupata huduma hizo za afya. La pili, kuna miundombinu ya barabara kutoka Mgodini Kerezia Center kufika barabara kuu, nayo imekuwa changamoto kubwa, kwa maana ya kwamba ikijitokeza hata mjamzito anataka kujifungua, kufika barabara kuu inakuwa ni shida, ambapo tungeomba hiyo barabara ikarekebishwa ili sasa wananchi waweze kupata haki zao za msingi na kuendelea kuipenda serikali yao. Ukitizama kitongoji changu kina wakazi wa kaya ngapi? Kitongoji changu kina kaya 720 na kina wakazi 2011. Na wote wanashughulika kubwa kubwa, takwimu samahani sinazo kichwani, sawa, kuchanganywa sawa. Lakini kumekuwa na ongezeko la watu baada ya kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu kuleta miundombinu ya umeme, imesababisha kuwa na ongezeko kubwa la watu, na nafikiria watu wanaweza wakawa wamezidi kwenye idadi niliyoitaja, sawa, maana kila leo watu wanaongezeka. Wachimbaji nao pia ni wananchi wa Kerezia, siwezi nikawabagua kwamba wao kwa sababu wanakuja na wao pia ni wananchi wa hapa Kerezia. Sijapata takwimu kamili kwamba watu wanaokuja hapa kwa kila siku ni wangapi, wanaolala ni wangapi. Kwanza tulikuwa na nani hapa center, kulikuwa hakuna yani changamoto ya biashara na nini, lakini sasa hivi wananchi wamejipatia kipato, wengi wamewekeza vibanda vyao, migahawa pamoja na shughuli mbalimbali, hasa tukishirikiana na wamiliki wa leseni. Naona mambo yanaenda vizuri kabisa, Kerezia inazidi kuchangamka na watu wanafanya shughuli zao kwa uhuru. Na tuje kwenye suala la ulinzi na usalama. Kwa Kerezia hii ulinzi upo, usalama kwa kutosha, hatuna changamoto za wizi au vibaka, yani tuko vizuri.